Katika ukimya wa mawimbi ya ziwa Victoria, historia mpya imeandikwa. Kulipopambazuka asubuhi ya Juni 19, 2025, mawimbi ya ziwa Victoria yalicheza kwa furaha isiyo ya kawaida. Si tu kwa sababu upepo ulikuwa mtulivu, bali kwa sababu ya sauti ya honi za magari na miguu ya watu zilitangaza jambo jipya. Tanzania ilikuwa imevuka mipaka ya mawazo na hofu. Wakati dunia ikitegemea mikopo na misaada kwa miradi mikubwa, Tanzania iliamua kusimama imara kama mwana anayeamini katika nguvu zake. Daraja la John Pombe Magufuli, jina lililojaa kumbukumbu na uzalendo, sasa linasimama juu ya maji ya ziwa Victoria, likiunganisha sio tu ardhi ya Kigongo na Busisi, bali pia matumaini ya Watanzania kwa vizazi vijavyo. Ndoto ilipoanza ilikuwa ni mwaka 2019, pale jua lilipochoma ardhi ya Mwanza na sauti za mitambo zikasikika kwa mara ya kwanza. Wengi wao waliona mradi huu kama jambo lisilowezekana. Kwangu mimi ni ujenzi wa daraja hili una umuhimu mkubwa sana kwa taifa letu. Wengine walitabasamu kwa mashaka, lakini ndani ya moyo wa taifa kulikuwa na shauku ya kufanya jambo ambalo halijawahi kufanyika: kujenga daraja la kisasa zaidi katika ukanda huu wa Afrika kwa kutumia fedha zetu wenyewe wa Tanzania. Wakati Rais John Pombe Magufuli alipokuwa akisisitiza kauli mbiu ya Tanzania ya viwanda, watu walimuona kama mjasiri aliye tayari kuikataa hali ya utegemezi. Lakini kifo chake mnamo Machi 2021 kiliacha swali: je, mradi huu ungeendelea? Ndiyo, si tu uliendelea, bali uliruka zaidi ya matarajio. Rais Samia Suluhu Hassan kwa utulivu na hekima aliendelea kusimamia mradi huu hadi ukakamilika. Miezi miwili kabla ya muda uliopangwa. Huu ni ushahidi kwamba ndoto za kweli haziwezi kufa, kubadilishwa tu na mikono mingine ya matumaini. Leo ni siku nyingine ya kihistoria katika nchi yetu, na ni siku tuliyokuwa tukiingojea kwa hamu na shauku kubwa. Kipekee tunafungua ukurasa mpya katika historia ya usafiri kati ya Kigongo na Busisi. Historia hii inatuonesha jinsi serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika awamu zote tofauti imeguswa na maendeleo ya wananchi na kuwaletea usafiri wa hakika ili waendelee kufanya na safari zao. Siku hizi gari linaweza kuvuka kutoka Kigongo hadi Busisi kwa dakika 5 tu. Hapo awali watu waliteseka kwa kusubiri feri kwa saa zima, mara nyingine hata kwa masaa 3. Wauzaji wa samaki, wauguzi, wanafunzi na mama mjamzito sasa wanapita juu ya maji kwa kasi na usalama. Ni daraja lenye urefu wa kilomita 3.2, njia 2 za magari, njia za dharura na njia za watembea kwa miguu kila upande. Linapokea hadi magari 12,000 kwa siku, mara 7 zaidi ya uwezo wa feri. Lakini daraja hili si tu la kuunganisha mikoa, linaunganisha mataifa. Uganda, Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa wana njia ya haraka zaidi ya kuwasiliana na bandari ya Dar es Salaam kupitia daraja la biashara, utalii na mshikamano wa Afrika ya Kati. Daraja hili ni zaidi ya zege na chuma, ni kioo cha moyo wa taifa kinachorudisha taswira ya Watanzania waliosimama pamoja na wanaojitoa na waliokaa kuamini kwamba hatuwezi. Ni alama ya kwamba maendeleo si hadithi za mataifa makubwa pekee. Maendeleo si hadithi za mataifa makubwa pekee, bali yanaweza kuandikwa na sisi kwa lugha yetu, kwa jasho letu. Na kila gari linapopiga honi juu ya daraja hili la Magufuli ni kama kusema ndiyo, tunaweza, tumeweza na bado tunaendelea. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Hii ni ripoti ya Media Wire Express, habari fupi mahiri kwa Afrika, na mimi ni Joseph mwana wa Isangura.